Ndugu zangu katika imani, fa inna ilhaqa al-adha bil muslimina, hakika hili jambo la kuwapa maudhi, hakika hili jambo la kuwaudhi ndugu zako Waislamu wakakosa furaha, wakakosa amani kwa ajili yako, la yafqidu al-abda thawaba a'malihi, hakika ya jambo hili linakuwa chanzo na sababu kupoteza thawabu za matendo yako unayoyafanya, min salatin wa zakatin wa ghairiha, kama mfano wa sala na ile zaka na amali nyinginezo. Wakati unamuudhi ndugu yako Muislamu, basi fahamu wakati unamuudhi, hii ni chanzo na sababu ya zile thawabu zako kupatikana moja kwa moja, hazifanyi kazi katika mbele ya Allah jalla fi'ala. Unasali 5 salawat, unafunga Ramadhani, unatoa zaka, unatoa sadaka, lakini haya yote unayoyafanya kwa sababu ya kumuudhi tu ndugu yako Muislamu, inakuwa ni chanzo na sababu zile thawabu zako kukosekana kwenye amali zako. Maana yake Allah hakulipi chochote katika yale ya kheri unayoyafanya. Chanzo na sababu ni pale unapoamua kumuudhi ndugu yako Muislamu. Bal inna adhiyatal muslimina, bali hakika hili jambo la kuwaudhi Waislamu, sababun min asbabi dukhuli nnari, ni miongoni mwa sababu zitakazomsababishia mwanadamu kwenda kuingia ndani ya moto wa Jahannam, kama jaa fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sikiliza maneno kama ilivyokuja kwenye hadithi ya Abi Hurairah, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendelee, amesema qala rajulun, alisema mtu mmoja, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna fulanata, hakika ya mwanamke fulani, tukthiru min salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha, anaswali kwa wingi, anatoa sadaka kwa wingi, anafunga kwa wingi, ghaira annaha tubdhi jiranaha bilisaniha, isipokuwa mwanamke huyo kasoro yake anamuudhi jirani yake kwa kupitia ulimi wake. Huyo ni sahaba anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanamke fulani masha Allah anaswali kwa wingi, anatoa sadaka kwa wingi, anafunga kwa wingi, ila kasoro yake huyo mwanamke ni pale anapokwenda kumuudhi jirani yake kwa ulimi wake. Angalia jawabu Mtume sallallahu alayhi wasallam alimjibu nini huyo sahaba. Qala, Mtume akasema, hiya fi nar, mwanamke huyo ni motoni. Maana yake sadaka yake, kufunga kwake, swala yake anayosali haina maana yoyote mbele ya Allah jalla fi'ala, maadamu ana tabia ya kumuudhi jirani yake kwa kupitia ulimi wake. Huyo mwanamke moja kwa moja kwenye moto wa Jahannam. Leo tujiulize, ikhwata al-iman, je, ndimi zetu haziwaudhi ndugu zetu Waislamu? Je, tabia hii ambayo unapokuwa nayo ni chanzo na sababu ya kukupelekea kwenye moto wa Jahannam, hauna akhi muslim, ndugu yangu Muislamu? Fahamu, ukiwa na tabia hii, moja kwa moja swala yako, swaumu yako, sadaka yako ni habaa manthura amama Allah, ni kama mfano wa vumbi lililotawanywa, hauna ujira na malipo mbele ya Allah jalla fi'ala. Hadithi hii ni sahihi, kaipokea Imamu Ahmad kwa nambari 9675. Sheikh Albani ameisahihisha fi sahihi targhib
utaipata kwa nambari 2560. Qala ahadul hukama, amesema mmoja wa watu mwenye hekima na busara, ya aba fuadi an yamila ila al-adha, unakataa moyo wangu kulemea na kuwa upande wa kuudhi watu. Moyo wangu unakataa. Kwa nini anasema moyo wake unakataa? Anasema hubbul adhiyati min tibai al-aqrabi, jambo la kupenda kumuudhi ndugu yako Muislamu, hii ni tabia ya mdudu mmoja hivi ambaye mnamuita scorpion. Jambo la kumuudhi Muislamu mwenzako, ukiwa na hiyo tabia, fahamu wewe una tabia ya nge, tabia ya scorpion, ambaye kwamba ukimshika ana sumu nzito, ana maumivu makali. Kwa maana hiyo, pale unapomuudhi ndugu yako Muislamu, fahamu lile jambo linamkera na kumuumiza katika moyo wake.